Lakini pia nimshukuru kwa kuteua halmashauri ya wilaya Itilima kuwa halmashauri bora ya mfano kupewa mikopo hii. Ndugu zangu, halmashauri ziko nyingi 189. Halmashauri 189 uteuliwe wewe uwe kianzio cha kupewa kile ambacho ndio ngeli ya taifa, sio jambo dogo. Tumpigie Mheshimiwa Rais. Lakini pia kipekee ni mshukuru waziri mwenye dhamana, waziri wa TAMISEMI, kwa sababu kama TAMISEMI wasingechambua na wakaona Itilima ndio wilaya pekee inayofaa kupewa mikopo hii ya mfano, angeweza kupeleka hata kwake, kwa sababu yeye pia ni mbunge na ana jimbo. Lakini kwa upekee zaidi, kwa kuona na vigezo tumevitimiza na kwa kutenda haki, ameona mikopo hii ielekezwe Itilima na katika zile wilaya zingine 9 zilizosalia. Lakini ninayo furaha ya pekee kwamba katika zile wilaya 10 ya mfano, sisi Itilima leo ni wilaya ya kwanza kutoa mikopo hii katika mfumo jumuishi. Pamoja sambamba na pongezi hizi, basi tusikae katika pongezi, twendeni sasa tukafanye kazi ili kazi zetu zionekane. Baada ya uhakiki wa kibenki, vikundi 15 vilisalia ambapo vilikidhi vigezo vya kuidhinishiwa mkopo na jumla ya fedha shilingi milioni 117,315 zimeweza kutolewa kwa makundi yafuatayo. Wanawake wamepata shilingi milioni 45 kwa vikundi 6 na vijana wamepata milioni 55 kwa vikundi 6 na watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya walemavu ni vikundi vitatu, wameweza kupata milioni 17,315, hivyo kufanya jumla ya vikundi vyote 15. Na vikundi hivi vimeweza kupata mafunzo ya siku 6 kabla ya leo, na leo wataendelea kupata mafunzo mengine ya siku 2 pamoja na benki. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yetu ya wilaya Itilima imekuwa halmashauri ya kwanza ya mfumo jumuishi ambapo imeweza kufanikisha ulipaji wa fedha za mikopo kwa mfumo jumuishi katika halmashauri zote 10. Halmashauri yetu ya kwanza leo ndio inaweza kutekeleza agizo hilo la serikali kwa kutumia fedha zetu za urejeshaji mkopo kwa wakati, ambapo fedha zote za mkopo zitaingizwa moja kwa moja kupitia katika akaunti za vikundi ambazo zimefunguliwa kwenye benki ya NMB.